Somo langu linasema rudi nyumbani. Mkazo mkuu katika makambi haya ilikuwa ni kuzungumza kwa habari ya nitakwenda nikimsubiri Yesu. Lakini sasa tunapojiandaa kwa kurudi kwa Kristo mara pili, kila mmoja wetu anayo sababu tosha ya kurudi miguuni pa Mungu kwa maandalizi kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni. Tunapozungumzia habari ya kurudi nyumbani, ni kisa ambacho Yesu Kristo alikitenda wakati alipokuwa katika mji wa Kapernaum. Ikiwa ni jioni ile, anaondoka na wanafunzi wake 12 kuelekea nchi ya Wagerasi. Na alipokuwa anakwenda katika nchi ya Wagerasi, wakiwa wanapita katika bahari ya Galilaya, mara ghafla dhoruba zikaanza kupiga chombo, wakawa katika hatari ya kuzama. Na ndipo Yesu Kristo akiwa amelala katika boti, wanafunzi kwa kuwa wengine walikuwa ni wavuvi katika bahari ile, akiwemo Petro, akina Yohana na ndugu zake, wakaona hakuna haja kumwamsha Yesu, na matokeo yake wakatumia uzoefu wao kujaribu kujiokoa ili wachote maji katika chombo. Na mwisho yote jitihada zao zilishindikana, na hatimaye wakaamua kumwamsha Yesu. Yesu alipokuwa anaamka, akakuta wakiwa wamekata tamaa, na ndipo akazikemea dhoruba, akawauliza swali, imani yenu iko wapi? Imani yenu iko wapi? Hebu fungua Biblia yako kitabu cha Luka sura 21. Luka sura 21. Wanakwenda katika nchi ya Gerasi, lakini wanapovuka katika nchi ile ya Gerasi, wanakutana na dhoruba hiyo. Njiani Yesu aliziona dalili kadhaa, kwa sababu alichokuwa anakiendea anajua. Na ndipo dhoruba hizi zikiashiria vita vya shetani, maana anakwenda kupambana na nguvu za adui katika nchi ya Wagerasi. Kitabu cha Luka sura 21 ule mstari wa 28, maandiko yanasomeka hivi. Luka sura ya 21 ule mstari wa 28, ambalo ndilo fungu letu kuu katika mikutano hii. Nasema wakasema, sorry, okay, 28. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkavinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Mambo yapi yaanzapo kutokea? Ukisoma mstari wa 3, ametaja orodha kadhaa. Kwa wale waliokuwepo kweli, tulijifunza mojawapo ya dalili aliyosema Yesu, akasema angalieni msidanganyike. Udanganyifu utakuwa ni chanzo mojawapo cha kuonyesha kwamba Kristo Yesu anakuja. Kwa hiyo akasema mambo hayo yaanzapo kutokea, akataja orodha: vita, matetesi ya vita, hofu ya mataifa, watu wakikata tamaa. Hayo yote ni dalili ya kurudi kwa Yesu. Mojawapo ya mambo aliyoyataja tena mengine, ule mstari wa 24. Angalia mstari wa 24, anasema hivi. Luka sura ya 21 mstari wa 24, anasema wakaanguka, wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote, na Yerusalemu itakanyagwa na mataifa, hata majira ya mataifa itakapotimia. Tena kutakuwa na ishara katika jua, mwezi, nyota, na katika dhiki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake, watu wakivunjika mioyo kwa hofu, kwa kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zatikisika. Hapo ndipo utakapomwona mwana Adamu
akija katika mawingu ya pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Kristo anaeleza hofu, dhoruba ambazo zitapata watu, dhoruba ambazo zitafika mahali watu watakata tamaa kwa sababu ya mambo yatakayopata ulimwengu. Dhoruba ambazo Kristo alizipitia ule usiku karibu ya chombo kuvunjika. Kristo alisimama usiku ule akazikemea. Sasa anafika ng'ambo katika nchi ya Wagerasi, ndipo anakuta mtu mmoja ambaye anakabiliwa na mapepo kwa muda mrefu. Biblia inasema kiasi ya kwamba hakuweza kukaa nyumbani. Hakuweza kukaa nyumbani. Ninaomba hii isinisumbue sasa, niache hii, maana nitatumia staili nyingine tofauti angalau iwe hivi. Kisa cha Gerasi, Yesu anapovuka ng'ambo ya bahari ya Galilaya, anakutana na mtu mmoja ambaye ameishi makaburini kwa muda mrefu akiwa amefungwa na mashetani. Na ndipo Yesu anapokwenda na kukaribia na kutana mtu huyu akiwa amepagawa na pepo wengi sana. Hawa pepo waliingiaje? Na Biblia inasema jina la mtu huyu alikujulikana, mwenyeji wa nchi ya Gerasi. Ametoka nyumbani siku nyingi, analala nje, hana makazi, anaishi makaburini. Hapo ndipo mahali ambapo ndio chumbani kwake, hapo ndipo jikoni kwake, hicho ndicho kitanda chake. Maana hakuna mtu yeyote ambaye angeweza kupita barabara ile. Anakaa uchi, havai nguo. Piga picha, baridi ni yake, joto ni lake, mvua ni yake. Ameishi katika gereza, katika makaburi yale kwa hali mbaya zaidi. Amefungwa kwa pingu na minyororo, alivikata vyote, hakuna aliweza kumkamata. Alionekana kama bouncer akiwa katika gereza la makaburi. Alikimbizwa jangwani akiwa ameshikiliwa na mapepo, na akafika mahali matumaini ya kuishi yalikuwa yameisha. Maana hata ndugu zake hawakuweza kumtembelea tena. Jangwa linaweza kuwa makaburi ambayo ameishi kwayo. Jangwa kwa sababu hakuna watu wanaoishi pale, ni wafu wanaoishi. Jangwa linaweza likatufanya kukaa hata uchi bila kujitambua. Amejikata kwa mawe, anajiumiza kwa mawe. Mawe ni mambo magumu ambayo huyu ndugu ameyapitia na hakuna msaada wa kumsaidia. Yesu akiwa katika mji wa Kapernaumu ule usiku kabla hajavuka bahari, alizungukwa na makutano mengi, watu wakileta wagonjwa wamponye. Malafu ghafla Yesu anasema tuyaache makutano tuvuke kwenda ng'ambo. Nikajiuliza swali, Yesu unawezaje kuacha wagonjwa wengi kiasi hiki, watu wenye shida, alafu ndipo naagiza watu ya kwamba tuwaache makutano tuvuke kwenda ng'ambo? Ng'ambo kuna nini? Ndipo nilipogundua kwamba kuna mtu ambaye wanadamu wenzake wamemshindwa, jamaa yake wamemshindwa, hata wachungaji wamemshindwa. Sasa Yesu Kristo anaitazama dhiki ya mtu huyu, anaamua kuacha umati wa watu, alafu ndipo anakwenda kuvuka ng'ambo, ng'ambo ya nchi ya Gerasi. Mtu huyu aliyekuwa mkali mno, hakuna aliyeweza kumshinda. Dhoruba za bahari zilijaribu kumzuia Yesu asimkaribie, maana shetani aliona dalili kabisa ya kwamba Yesu Kristo anakuja kuwafungua waliofungwa na vifungo vya giza. Wanafunzi walipomtazama tu, maandiko yanasema walikimbia kwa hofu. Yesu akabaki peke yake. Huyu bwana, macho yakiwa makubwa ya kutisha kwa kukosa usingizi, sura ya kutisha, nywele kitimtimu, akiwa na hasira kali. Wanafunzi hakuna aliyebaki, hata Petro mtu mzima nao walitoka baruti. Yesu akabaki peke yake. Hao wanafunzi wa Yesu walisahau ule usiku kwamba walikuwa na Yesu Kristo, akasimama kazuia dhoruba za bahari. Sasa hapa tena wanaona mtu mkali, mtu mwenye hasira kali,
wanashindwa kumkabili, wanamtoroka Yesu. Wamesahau Yesu aliyekemea dhoruba yuko hapa, aweza akakemea hata dhoruba za mtu huyu ambaye amekabiliwa na mapepo kwa muda mrefu sana. Kitabu cha Luka sura ya 8 ule mstari wa 38 hadi 39 anasema hivi: na mtu yule aliyetokwa na pepo alimwomba ruhusa afuatane naye, lakini yeye alimwaga akisema, rudi nyumbani kwako ukahubiri yaliyo makuu Mungu aliyokutendea. Akaenda zake akihubiri katika mji wote yalivyo makuu mambo aliyotendewa na Yesu. Bwana asifiwe. Hebu sikiliza makini. Mtu huyu amefungwa kwa minyororo, ameikata, ameweka gerezani, gereza kabisa. Alitoka, hakuna aliyeweza kumzuia, na akaamua kwenda kuishi katika makaburi. Biblia inasema barabara ile hakuna binadamu aliyeweza kupita kwa sababu ya ukali wa mtu yule. Mathayo yeye anarekodi kwamba walikuwa wawili, hawa wagerasi walikuwa wawili. Tutakuja kueleza baadaye kwa nini Luka aseme ni mtu mmoja, Mathayo aeleze ni watu wawili. Sikiliza makini. Watu wamemwacha, hakuna naye mjali tena, hata chakula hapewi, hata nguo aletewi. Wenda ameacha mke na watoto nyumbani, maana muda mrefu ametoka nyumbani, na ile njia hakuna kumsalimia. Mgrasi hakuna tumaini kwake aliloliona. Kila anapowaza, anawaza harufu za wafu tu, maiti tu, anaishi na mifupa mikavu, hakuna matumaini. Inawezekana katika maisha yako zipo nyakati ngumu ulipitia, nyakati ambazo ulikosa tumaini. Unaona ndugu zako, jamaa zako, waumini wenzako hawakujali. Umeugua kwa kiwango ya kwamba umebaki mifupa mitupu tu. Madaktari wamefika mahali wamekata tamaa kwamba mtu huyu hakuna kupona. Ni ugonjwa ambao hauna matumaini. Gereza uliofungwa ni kitanda chako, hauwezi kutoka hapo kitandani. Muda wote uko hapo, unalishwa kitandani, unajisaidia kitandani. Ni gereza ambalo umefungwa kwalo. Nikualike mchana wa leo, mruhusu Yesu Kristo aweze kukata minyororo inayokufunga. Wewe ni misongo ya mawazo, umefika mahali unatamani kuacha chuo. Kunalo tumaini moja, umwalike Yesu. Peke yake anaweza kukata minyororo inayokukabili, changamoto unazopitia, dhoruba unazopitia. Isifike mahali ukafanya maamuzi ya kwenda makaburini kwa tafsiri ya kwamba kujinyonga ama kujiua. Kunalo tumaini. Wewe Kristo Yesu, hata kama umefika wengine hawakujali, aweza kaacha umati wa watu wote akavuka ng'ambo kwa ajili yako peke yako. Ile asubuhi, alfajiri na mapema, asubuhi na mapema kabisa, saa 12, Yesu anavuka ng'ambo. Mamaiti anasema ilikuwa ni asubuhi na mapema, Mwokozi na rafiki zake walifika pwani, miali ya jua ikimulika na kuleta uhai duniani. Walipofika pwani, waliona kitu cha kutisha kuliko dhoruba ya usiku. Wenda wazimu wawili waliwakimbilia kana kwamba wanataka kuwararulia mbali. Walikuwa wamekodoa macho yao, nywele matimtimu, walikuwa na roho za mashetani, na walionekana katika hali ya kutisha sana, kama wanyama wa mwituni, wala si kama watu. Wanafunzi walikimbia kwa hofu iliyowapata, lakini wao, wale wagerasi wawili, walimkabili Yesu. Mikono iliyotuliza dhoruba usiku ule ikainuka tena kwa ajili ya watu hao wawili. Na ikupe habari njema, huyu Yesu Kristo aliyetuliza dhoruba ule usiku na pepo zikapoa, bahari ikatulia ikawa shwari, aweza akatuliza dhoruba ambazo wewe unakabiliana nazo mchana wa leo katika moyo wako. Wewe ni matisho ya dhambi, wewe ni changamoto ya uchumi, wewe ni changamoto ya matatizo ya kifamilia. Hayo yote mkabidhi Yesu. Wewe umeishi makaburini, mahali penye ukiwa mtupu, umebaki mpweke, hakuna mtu anayekufariji, hakuna mtu anayekutembelea, hakuna anayekujali.
unatamani kuacha Ukristo, urudi katika maisha ya ufuni, maisha ya dhambi. Minyororo yote ulikuwa umefungwa imekatika, nywele hazijui chanuo wala mswaki hajui. Sikiliza makini, huyu mtu amekuwa mkali, hakuna anayeweza kumsogelea tena, hakuna matumaini. Jamii imemkatia tamaa, nyororo wa kuishi makaburini hakuna kufungua, na anatamani kurudi nyumbani. Atarudije nyumbani? Akili zimetekwa, tumaini limeisha. Jina la mtu huyu ni nani? Anapoulizwa na Yesu, jina lako nani? Jawabu anasema Legion, jeshi. Jeshi, mwandishi mmoja anaitwa Mike Mitchell aliandika hivi: Legion katika Agano Jipya ni mkusanyiko wa mapepo, jeshi la malaika wabaya. Nyuma ya matumizi ya jambo hili ilikuwa ni utambulisho wa kikosi cha Kirumi ambacho askari wake walikuwa ni askari hodari sana, ile cream inayomlinda rais au mfalme. Hiki kikosi cha jeshi, unaposema kombania ya kijeshi, huenda inabeba watu kama 100 kadhaa, lakini hawa ikiitwa Legion ni kikosi cha askari kuanzia 4,500 mpaka 6,000. Iliundwa na watu wenye ujuzi wa kulenga shabaha ya mikuki, makomando, wataalamu wa mapigano ya doria. Lakini walipokamata maadui, waliwatesa kwa mateso makali sana. Walijulikana kama askari wa akiba. Wakati wengine wamepigwa wote, akiba ya mwisho walikuwa ni hawa Legion. Sasa huyu bwana anasema, anajitambulisha kwamba mimi namilikiwa na Legion, askari ambao, mapepo ambao idadi yake ni kuanzia 4,500 mpaka 6,000. Si kazi rahisi. Kama pepo moja tu linamsumbua mtu, lakini huyu bwana amebeba majini, mashetani zaidi ya 4,500 mpaka 6,000. Kwa hiyo akifunga nyororo anakata kama uzi. Kumbe dhambi inaweza kukufunga ukakosa hata utambulisho wako. Ulikuwa unaitwa Omari, kwa sababu ya ulevi watu wakakuita Chapombe, maana jina linabadilika, status yako ya maisha inabadilika. Imefika mahali huyu bwana hajitambulishi jina lake halisi. Anaulizwa na Yesu, wewe nani? Mimi ni Legion, ni jeshi, maana ndilo nalomiliki. Kumbe nyakati fulani mtu unaweza kama muungwana kabisa, ukawa mtu mwanana kabisa, lakini kwa sababu ya madhambi maovu nayo tena, watu wakabadilisha jina lako. Badala kukuita Joyce, wakamuita yule kahaba, chaumbea, mnafiki, msengenyaji. Wakafika mahali wakasema ni mwizi, jambazi. Hawakuiti jina lako tena, maana mapepo nayo miliki ndio yanayokupa utambulisho. Kumbuka, watu wanakuona kulingana na tabia yako. Huyu bwana amefika mahali utambulisho wake umepotea, maovu yamemtenga mbali na nyumbani kwao, hata julikani tena nyumbani kwao ni wapi tena, hajulikani. Anazungukwa na mifupa ya wafu, anazingirwa na makaburi, amekata tamaa. Ndugu wote wamekubali yaishe, kwamba huyu mtu hatapona tena, atakufa. Nikupatia habari njema, hata kama ndugu wamekukataa, hata kama umejisikia kwamba ni mdhambi usiyefaa mbele za Mungu, liko tumaini asubuhi ya leo. Umwandame Yesu. Kristo Yesu ndiye mwenye mamlaka juu yako, ndiye aliyekuumba kwa mfano wako. Yeye pekee alikufinyanga kwa vidole vyako, akachukua udongo akamuumba mwanadamu, akampulizia puani pumzi ya uhai. Unapokutana na Yesu, atarejesha amani iliyopotea, furaha iliyopotea, atakupa tumaini la uzima milele. Hata kama maisha yako yamefika mahali hauoni nuru tena, unaona wewe ni mwenye dhambi, hata ukitubu unaona ya kwamba usamehewi, nikupe habari njema. Yesu anasema, rudi nyumbani kwako,
Rudi, neno rudi maana yake nini? Return to your house and describe what God has done to you. Yani kama kuna kitu cha kufanya, rejea nyumbani kwako. Neno rudi, return, maana yake nini? La maana toba, rejelea, achilia ulichokishikilia, anza upya, ondoka ulipo, upige hatua nyuma kuliko kuendelea mbele katika maovu yako. Neno hili linaweza ikawa sana kile ambacho Petro alisema katika Matendo 3:19. Tubuni basi, rejeeni basi, tubuni mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Unapoungama dhambi yoyote, wenda ni uvunjaji wa sabato, wenda ni kula zaka ya Mungu, wenda ni kunywa pombe, wenda ni maisha ya uasherati, unapopiga hatua, unaporudi, unarudi mikononi mwa Mungu wako, katika mikono iliyo salama, ambapo Mungu anasema rudini, tubuni na mrejee, nanyi mtapata pumziko, naye Kristo Yesu atawapa ushindi katika maisha yenu. Tubu na urejee. Huyu bwana Gerasi amefika mahali haoni tumaini, lakini ile asubuhi, kumbe Yesu Kristo anawaambia watu, twendeni ng'ambo. Ng'ambo kuna nini? Kuna roho moja ya thamani ya mtu ambaye amerandaranda kwa muda mrefu na watu wamemkatia tamaa, anahitaji kurudi nyumbani. Amekaa nje katika jangwa na makaburi, mahali ambapo wafu wanaishi kwa muda mrefu, na sasa tunahitaji kumsaidia apige hatua, arudi nyumbani. Arudi nyumbani, atoke makaburini, maana imetosha kuishi makaburini. Inawezekana kaburi lilo nalo ni dhambi, maovu. Huu umepoteza uhai wako wa Ukristo wako. Unajiona uko katika ufwa, umefia dhambini. Imefika mahali hata ndugu zako, jamaa zako wanakusema vibaya. Ukiacha kitu, huyu bwana akipita kimeondoka. Kila mtu anakutazama kwa jicho baya. Fahari yako imepotea, kama Maria Magdalena. Maria Magdalena inasadikika, wanatheolojia wanavyosema, alikuwa ndugu yake Lazaro na Martha. Maisha yake yakatoka mikononi mwa Mungu, akaenda katika mji unaoitwa Magdala, akaishi maisha ya uasherati, maisha ya ukahaba. Lakini alikuwa na akili moja, kwamba pana siku na uzuri huu utaisha, nitazeeka, hakuna atakayenipenda tena. Kwa kila akifanya maisha ya uasherati, fedha aliyokuwa anaipata alikuwa anajiwekea akiba, akinunua mafuta mazuri ambayo anajua siku moja nitayauza kama mtaji, nipate pesa kama kiinua mgongo kwa dhambi hii inayotenda. Lakini alikutana na Yesu. Yesu alimtoa wale wadudu 7, pepo 7. Si kwa wakati mmoja, anaenda anarudia, anatolewa pepo. Yaani kwa lugha rahisi, kama ingekuwa ni ubatizo, anafuta ushirika, anabatizwa, anarudi tena, anafuta ushirika, anabatizwa, anarudi tena. Biblia inasema alitolewa pepo 7. Alipotolewa pepo 7, Biblia inasema alimpenda Yesu sana. Ndio maana anamwambia Yesu, anamwambia Simoni, huyu mwanamke unayemwazia mabaya, kwamba kama laiti ningelimjua asingenigusa. Sikiliza, nikupe habari. Je, kama mtu anakudai 500 na huyu anakudai 50, je, yupi ukasemewa 500 na aliyesemewa 50, yupi atakayependa sana? Jawabu la Yesu, yule bwana akajibu akasema, aliyesemewa nyingi atapenda sana. Mwanamke huyu, dhambi zake unazozijua wewe na nyingine ambazo uzijui wewe,
amesamehewa sana. Ndio maana amefika mahali hata anamiminia mafuta ambayo ni akiba yake aliweka kwa ajili ya maisha yake ya baadaye, maana ameamua kuacha maisha ya uasherati, amemgeukia Mungu. Mariamu baba yake aitwa Magdalena, ila ukitaka kumuulizia unamsema Mariamu yupi? Si yule Mariamu wa Magdala, yule Mariamu Magdalena. Mariamu yule wa Magdala, yule mkazi wa Magdala, yule aliyefanya maisha ukahaba Magdala. Kwa lugha rahisi ya kwamba hata jina lake zuri la familia linapotea kwa sababu ya maovu yaliyoyatenda. Yesu aliandaa badiliko katika maisha ya Mariamu, atoe katika makaburi ya uasherati. Mariamu akachukua hatua kwa nguvu ya maombi, kwa mguso wa Yesu Kristo ulibadilisha maisha yake. Na huyu Mgerasi naye amefika mahali wakati watu wamemkataa kabisa, kila mmoja anamsema vibaya, anaishi makaburini, hana tumaini, yuko tayari kufa tu, maana marafiki zake ni makaburi, marafiki zake ni mifupa mikavu tu, hakuna matumaini. Inawezekana uko hapa chuoni umepoteza marafiki kwa sababu ya tabia yako huenda ni mbaya, watu wanakusema vibaya, unaonekana huna ndugu wanaokupenda na huna kazi, unaogopa. Jawabu la Yesu ni kwamba ukifunguliwa leo kwa mguso wa Roho Mtakatifu, rudi nyumbani. Rudi nyumbani kwa Yesu. Rudi mikononi mwa Mungu wako, maana bado anakupenda. Usikatishwe tamaa na watu, maana watu hawana mbio kupeleka. Kristo Yesu ana nafasi ya kukurejesha katika makao ya mbinguni. Mwandishi mmoja katika Tumaini la Vizazi anasema, kurasa 185, wokovu ni kama bahari iliyochafuka, bali wabaya nao pia wanafanana na bahari iliyochafuka, maana haiwezi kutulia, ni maji yake hutoa tope na takataka. Yaani watu wabaya ni kama maji taka, maji machafu. Dhambi imeharibu amani yetu moyoni. Tamaa mbaya katika roho zetu, hakuna uwezo wa kibinadamu unaweza kuzitawala. Hatuwezi kufanya chochote ili kuzishinda tamaa zetu mbaya. Ni sawa wanafunzi walipokuwa wakishindana na dhoruba bila matumaini yoyote, walakini hata katika tufani ya majaribu ni kubwa kiasi gani, wale wanaomlilia Yesu kwamba Bwana tuokoe watapata ukombozi. Neema yake unyamazisha tamaa zetu zote, na katika upendo wake roho zetu pumzika katika utulivu. Ni katika dhoruba tunazozikabili, wena umefika mahali unaona huu mwaka wa 3 wa chuo, unaona wenzako kwa nakupa habari ya kwamba hawajapata kazi, unaiona dhoruba ambayo baba alikusubisha kwa shida, aliuza vyote, lakini bado kuna janga kubwa mbele yako kwamba hivi kazi nitapata hata kama nimemaliza degree. Unaona hilo ni kaburi. Usikatishwe tamaa. Kuna Yesu Kristo, ukisimama naye atasimama nawe. Simama kwa ajili ya Kristo. Hata kama shetani amekukataza usiweze kukabili dhoruba nawe kabili, wewe usikate tamaa. Mtazame Yesu. Wakati wengine wamekimbia, wanafunzi wote, Yesu atabaki kwa ajili yako. Marafiki wanapokuacha, kuna mmoja tu ambaye hawezi kukuacha, ni Yesu pekee. Biblia inasema wanafunzi ile asubuhi wote wakakimbia kwa kumwogopa huyu mtu. Yesu hakukimbia. Kumbe unapoonekana unanuka, unatisha, hufai, kuna mmoja ambaye anakuona ni wa thamani, hata kukimbia, hata kusogelea, yuko tayari kubeba mizigo yako. Ni Yesu aliyeacha makutano kwa ajili yako, akasema tuvuke ng'ambo ya pili katika nchi ya Ugerasi kwa ajili ya mtu mmoja tu wa thamani. Leo tena Kristo Yesu ameacha malimwengu yote, ameshuka hapa ulimwenguni kwa ajili ya sayari dunia, kwa ajili ya Yudom. Anatamani wokovu kwa ajili ya mtu mmoja tu, kwa ajili ya mtu mmoja tu. Kwa nini Mathayo anasema ni Wagerasi wawili? Mwandishi mmoja anasema ni kweli, walikuwa wawili. Walikuwa wawili. Walipomwona Yesu wakamkabili na macho mekundu na mawe. Alipowaponya manguruwe, akasema, wale mapepo akasema
tutupe katika ile nguruwe. Na kadiriwa nguruwe ilikuwa kama takriban 2000 wanaofugwa. Wakaingia kwa wale nguruwe, wakazama baharini wote. Halafu yule mmoja aliyepona, alipopona tu yeye aliondoka. Kwa Luka anapohadithiwa anaelezewa mtu ambaye alikuja kumkabili Yesu na kumshukuru, kwamba katika wote waliopona ni mmoja tu aliyekuja kumshukuru. Hawa wawili, huyu mmoja alikwenda moja kwa moja, hakushukuru tena. Aliyekuja kumshukuru Yesu na kumwambia Yesu, nitakuandama katika njia yote, niruhusu nikufuate. Yesu akamwambia, hapana, rudi nyumbani kwako, kwa jamaa yako, ukawaeleze matendo makuu ambayo Mungu amekutendea. Ndio maana amerekodiwa na Luka kwamba huyu pekee ndiye alikuja kushukuru, mwingine hakushukuru. Ndivyo ilivyo hata leo. Wakati Yesu anapofanikisha kuwa mwanafunzi katika chuo hiki, wako wengi ambao hawaji kumshukuru Yesu kwa matendo aliyowatendea. Wakati wengine wamekosa ada, wameshindwa kujoin chuo hiki hapa, wameshindwa kupata bumu kujoin chuo hiki hapa. Wako ambao wameshindwa kumwambia Yesu asante kwa zaka na sadaka zao, hata kwa ibada wanajiona kana kwamba ni haki yao kuwa wanafunzi hapa. Mgerasi mmoja huyu alipotoka kwa alipotumwa kurudi nyumbani, alikwenda kuzunguka miji 10. Biblia inasema Decapolis. Nafikiri Marko ndiye anasema Decapolis. Decapolis, Deca ni 10, Polis ni city. Kwa miji 10 akapita kwa furaha, akiwaambia, jamani, mnanikumbuka nilivyokuwa mimi nilikuwa mtu mbaya, watu mkwamba niogopa, lakini kuna mtu mmoja tu ambaye ameniponya, jina lake ni Yesu wa Nazareti. Sasa yuko wapi? Mmemfukuza, amerudi ng'ambo, lakini Yesu huyo ameniponya, yupo ndani yangu, amenibadilisha maisha yangu, nitamtumikia daima, nitasema habari zake, maana ameniponya, ameniponya. Swali ni kwamba, je, Kristo Yesu anapokutendea mambo makubwa ya kutisha, anaposhiriki na changamoto zako, je, unabeba sababu tosha ya kuondoka na kwenda kuambia wengine kwamba mimi mnanifahamu, nalikuwa mlevi, lakini Yesu amekata kiu ya pombe, sinywi pombe tena, nalikuwa mvunjaji wa sabato, lakini sasa nimetakasika, nimeamua kutii amri za Mungu, nalikuwa mlevi, lakini sasa nimekuwa shemasi wa kanisa, nimekuwa mzee wa kanisa. Je, utanyamaza kimya kama yule aliyetoroka hakusema chochote, kiasi ya kwamba hata hajarekodiwa jina lake na habari zake ziliishia hapa? Huyu yeye aliyerudisha shukrani kwa Yesu na akaenda kuhubiri habari za Yesu, amerekodiwa na habari zake tunazibeba leo, hata leo tunazihubiri kwa sababu moja tu, alijua wema wa Mungu aliyomtendea, na ndio maana ananena kwa ujasiri. Sikiliza makini. Kama Mwokozi wetu alivyofika ng'ambo pale, na wale wachungaji walikuwa wanachukua wale kondoo, wale nguruwe, walipomwona Yesu waanza kumfukuza, ondoka kwetu, maana huyu mtu aliyekuwa anaogopewa, wewe umemwezaje? Utatuletea laana, ondoka. Kuna watu leo ambao makambi haya yamehubiriwa kwa juma zima, na Yesu amegusa maisha yao, wameona wengine wakibadilika, alafu leo na wao leo watamfukuza Yesu. Hatukutaki, watamkataa. Hatuko tayari, tunataka kubaki makaburini, tunahitaji kuishi katika kifungo cha dhambi, tunataka kubaki na maisha makavu yasiyo na matumaini. Wako watu wa namna hiyo leo, watamfukuza Yesu. Swali ni kwamba, je, baada ya kufunguliwa kifungo chako, nawe utamkataa Yesu? Maana waliogopa hukumu inayokuja. Kuna mmoja atasema, mchungaji, ningeitunza sabato, lakini naogopa wazazi wangu. Mwingine anasema, ningebatizwa, lakini sijaacha uzinzi bado. Wakati fulani wewe kufanya mahubiri pale Mbeya, kwa ni mahubiri ya hadhara, tunabatiza watu. Ilikuwa mahubiri ya wiki 3. Wiki ya kwanza imebatiza watu, wiki ya pili imebatiza watu, lakini kienda kwenye darasa la ubatizo nakuta limejaa nusu ya kanisa, vijana wengi.
Nikamwambia mzee wa kanisa, tunaingia wiki ya 3 ya mwisho, hao vijana kwa nini wabatizwe? Akasema, mchungaji, wanasema hivi, hawatabatizwa sasa hivi maana wanaogopa kufutwa kwa haraka. Wanamaanisha nini? Yaani wanataka hivi, waendelee kuzinizini kwanza, alafu wakichoka ndio waje wabatizwe, maana hawatafutwa tena. Hivyo kama hawajabatizwa hawafutwi, maana watafutwaje wakati hawajabatizwa? Kwa hiyo ngoja wafanye maisha mabaya, waishi kwenye dhambi, wakae katika kaburi la uzinzi, ili ya kwamba wakichoka ndipo mwendee Yesu, ambie Yesu, tumechoka sasa, tumekuja kwako. Yesu hali mitumba. Anahitaji moyo ambao bado ni mpya, unaojitoa kwake, au tengeneze au ufanye kuwa mpya, kwa sababu ukikubali kumwendea Yesu, ama njoo jinsi ulivyo, nami nitakupa pumziko, nitabeba mizigo yako. Huyu Mgerasi alikuja na mapepo yake au wadudu 6,000 hao. Akamwambia Yesu, ninasalimu amri, sina uwezo, ninaomba uniokoe. Mapepo yakatoka. Unawezekana na pepo. Unajua pepo, mtu mwingine anaweza kusema mapepo mpaka mtu aangushwe hapo garagari hapo ndio anaita mapepo. Pepo ni dhambi yoyote, ni pepo. Kuna pepo la ulevi, pepo la uzinzi, pepo la masengenyo, pepo la wizi, pepo la uongo. Maana yote chanzo chake, kila ubaya chanzo chake ni shetani. Kuna pepo la kuvunja amri za Mungu. Kuna pepo linapenda nguruwe, maana lilichagua kwa wale nguruwe pale. Mmoja aliniambia, mchungaji, hapo Iringa hapo, nilikuwa nahubiri kule sehemu moja inaitwa Magome. Hasa mimi nahubiri. Nikasoma fungu la Isaya 66 mstari wa 15 mpaka 17. Hili fungu nilipolisoma linasema hivi, Bwana atakuja na magari yake ya moto na upepo wake kisulisuli kuwalipa kila mtu. Sasa wakati nasoma, mabinti wawili wamekaa hapo, wakaanza kucheka. Mimi nasoma fungu. Baadaye niliposoma hivi, maana Bwana atakuja na moto na magari yake ya vita na upepo wa kisulisuli, ili atoe malipo ya ghadhabu yake kwa moto wakao, na maonyo yake kwa miali ya moto. Kwa maana Bwana atateta na wote wenye mwili kwa moto na kwa upanga wake. Na watakao na Bwana watakuwa wengi. Watu gani? Watu wale wajitakasao na kujisafisha katikati ya bustani, katika bustani nyuma yake ile katikati, wakila nyama nguruwe na machukizo na panya watakoma, asema Bwana. Sasa mabinti waliposikia hivyo wakaanza kucheka. Mimi nikaendelea kuhubiri ili malizo bila langu. Pomaliza tu nikashua nikubeta, nikawafuata, nikamwambia nyie, mbona mnacheka? Mchungaji, samahani. Nguruwe sawa, nimeelewa haliwi. Hata panya haliwi. Sasa mimi najuaga Wahehe wanakulaga mbwa. Panya nilikuwa sijui, najua ni watu wa kule kusini Mtwara na Lindi, wanaita chama kinchanga. Nikamwambia, panya haliwi. Sasa yani panya nyama ilivyo laini, yani hapa watu wataweza kuacha. Yani wako tayari wafie dhambini, wabaki makaburini, katika makaburi ya dhambi ya kula vitu vichafu, eti tu kwa sababu ya ulaini wa nyama ya panya. Mama mmoja kule Moshi alikuwa anafanya mahubiri pia, miaka 90 na kitu. Yule mama tukamtembelea, amefiwa na mume wake, anauza pombe, anasomesha watoto. Akaambia, mchungaji, kwa sababu mwinjilisti, kama kuna kitu ambacho nimekielewa, nimeelewa Sabato ni Jumamosi, nimeelewa ubatizo wa Biblia ni wa kweli, mimi ni Mkatoliki, na nguruwe sitakula. Lakini kwa habari ya kuacha kuuza pombe, mwambie tu Yesu, kama unaweza kuniombea, mwambie tu Yesu anisubiri. Niambia sasa, nitamwambiaje? Nitamwambia Yesu akusubiri. Ama kwa sababu hii pombe hii ndio tumaini langu nalotegemea kusomeshia watoto. Nikamwambia, mama, sasa wateja wakigoma kuja itakuaje? Au tumuombe kwamba wateja wasije, unaonaje? Usimuombe kwa sababu ndio nasomesha, baba ameshakimbia watoto. Yaani mtu yuko tayari afungwe kwenye gereza la pombe, abaki katika dhiki yake, katika shida yake, afu amwambie Yesu, hapana, ondoka kwenye mipaka yetu, maana utatuletea laana.
wanamkataa Yesu, wakati rehema imekuja, neema imekuja, na kazi ya neema nasema neema ya Mungu imefunuliwa, nayo inatufundisha kukataa mabaya na tamaa zake zote. Kazi ya neema sio kutufanya tuogelee kwenye dhambi. Kuna wengine wanaimbaga kama kasuku kwamba neema Yesu imetukomboa, kwa hiyo hii neema nituruhusu kula chochote. Hiyo sio neema. Kazi ya neema inatukataza mabaya, kulingana na Tito 2 mstari wa 10 na 11. Inasema neema ya Mungu imefunuliwa, nayo inatukataza mabaya. Haiwezi kukuruhusu kuendelea kuishi katika dimbwi la dhambi. Kazi ya neema, hata kama umetenda dhambi kama kikombe cha chai, Mungu analeta pipa la neema, unafunikwa kana kwamba hujawahi kutenda dhambi yoyote. Na ndivyo habari njema ilivyo, kwamba mchana wa leo dhambi zote ulizotenda, hata kama ulifanya ubaya fulani, hata kama uliua, hata kama ulifanya ubaya ambao unajiona kwamba ufai tena, kazi ya neema, analeta pipa la neema, unafunikwa, unahesabiwa kana kwamba huna hatia. Ndio maana anasema rudi nyumbani, return back to your house. Njoo kwa Yesu Kristo, maana peke yake kuna uzima milele. Bwana asifiwe. Alipomwamini Yesu, huyu Mgerasi alitoka katika gereza na makaburi aliyokaa. Napomalizia, sikiliza niseme hili. Wito wa kurudi nyumbani. Mtu huyu akawa mpole, aliyekuwa mkali, akawa mnyenyekevu. Mtu alikuwa jeuri. Ni kazi ya msalaba. Anahitaji arudi nyumbani, akawapatie wito wengine ambao bado wako makaburini. Imetosha kukata jangwa la ulevi, imetosha. Tuwapatie wito watoto mapokeo, ibada za mapokeo. Maana Biblia inasema mwaikataa amri ya Mungu, nanyi mnapenda mapokeo. Ama vema sitashina nanyi, lakini Mungu anasema twende tukawaambie wenzetu haya mapokeo tuyaache. Hayapo kwenye Biblia. Kama ni Sabato, siku ya saba, ipo kwenye Biblia. Ya kwanza Ijumaa haipo. Toka uache mapokeo, utoe katika kaburi hilo. Tuwapatie wito watu walio wakali, wenye hasira, wenye chuki, wenye wadui kwa ndugu zao, nao wafunguliwe katika makaburi ya chuki na wadui. Tuwape wito warudi nyumbani, watubu, wamwelekee Yesu. Uenda ulikuwa ni kahaba, Yesu aweza kukubadilisha kwa shemasi mzuri wa kanisa. Ulikuwa mlevi kupindukia wa madawa ya kulevya, Kristo Yesu aweza kubadilisha ukawa mzee bora wa kanisa. Inatosha, kaa jangwani katika makaburi hayo, mwambie Yesu, naomba nikuandame. Naye atakwambia sawa, nitakuandama katika moyo wako. Ila rudi nyumbani kwako, uwapelekee wengine wito ya kwamba Yesu Kristo anakuja upesi. Dalili za nyakati zinaonyesha kwamba lazima Yesu anakuja. Hapo funga, nitoe kisa kifupi cha mtu mmoja aliandika, akamtumia kwenye message kake, kisa cha mbwa. Sasa kwa kutoka barabara ya Mtwara ile anakuja Dar es Salaam. Anaendesha gari kwa spidi kali sana, zaidi ya 120. Ghafla akaona kuna mbwa anavuka barabara, mdomoni ameshika mfupa. Alipokuwa amemkaribia, sema nitamgonga yule mbwa, nikimkwepa naanguka. Sasa dawa ni nini? Alimuona yule mbwa anajitahidi kuponya maisha yake. Kwa hiyo yule mbwa akaachilia mfupa, kadondoka, akavuka kwa haraka. Maana kumbe mbwa aligundua kwamba nikiendelea kutumia mdomo huu kushikilia mfupa huu na spidi nao kwenda nayo, pumzi itakata. Kwa hiyo bora niamue kitu kimoja, kuponya maisha ama niachilie mfupa. Akasema maisha ni bora sana, huu mfupa na uachilia. Akawachilia, afu ndipo kabalisikia na gari likapita. Yule jamaa anasema nipangaje kwenye site mirror, naona mfupa umedondoka ila mbwa amepona. Bwana asifiwe. Una mfupa gani ambao unakufanya usibadilike? Miaka na miaka wewe unasikiliza habari njema za Yesu, haubatizwi. Upo ndani ya kanisa, umejua umezaliwa ndani ya kanisa la Sabato, lakini bado una mfupa wako kwamba nitabatizwa baadaye. Na tena kuambie, kabla ajali haijakujia, mauti haijakujia,
utabaki mpaka lina mifupa hiyo. Achilia leo ili Bwana wa utukufu akuponye maisha yako. Nyororo wa kifo huenda unakukabili bila kujua. Yesu alimwambia Ezekiel, kampeka kwenye bonde kubwa limejaa mifupa. Kama Ezekiel, unapotazama mifupa yote katika ile bonde kubwa kama la Yudom, imejaa mifupa mikavu. Akamuuliza swali, je, mifupa hii yaweza kuishi? Ezekiel akasema, kibinadamu haiwezekani, ila wewe Bwana unajua. Ndipo Ezekiel akamwambia, Mungu akamwambia, tabiri juu ya mifupa hii. Uiambie mifupa hii, mifupa. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kufunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nanyi mtajua kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii. Ezekiel akatoa unabii. Ile mifupa ikasogeleana, ikaungana. Baadaye mfupa kwa mfupa, alafu akatazama mishipa ikawekwa, alafu tazama nyama ikakaa juu yake, afu ngozi kafunikwa. Alafu akasema, sikiliza makini sana ninaposoma hapa, kutoka pande za pepo 4 pumzi wakupuuzie hao waliouawa wapate kuishi. Ni mizoga imebaki hapo sasa, mwili imekamilika. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru Bwana, pumzi kawaingia, wakaishi, wakasimama miguu yao, jeshi kubwa. Sio legion wa mapepo tena, ni jeshi kubwa ambalo ilikuwa ni mifupa mikavu, ni makaburi tu. Sasa Bwana ameifanya mifupa mikavu kuwa watu hai. Huenda tumekauka kwa sababu ya dhambi tulizo nazo. Huenda tunaishi kama wafu, tunatembea lakini kumbe ni maiti waliokufa bila Kristo. Uhai nilio nao mimi na upata katika Kristo Yesu. Ila ikiwa nitamwacha Yesu, hata kifo changu kitakuwa kina thamani tena. Maana upendo wa Kristo unatubidisha kumwandama Kristo. Mchana wa leo, ni jambo gani ambalo unataka kujifungia kwalo ndani? Mlango uko wazi. Yesu anasema utoke, uache makaburi hayo, maana Kristo amekuja kufungua upate kufunguliwa. Wangapi wanaambia Yesu, natamani kufunguliwa, nirudi nyumbani kwa toba na maungamo. Kwa dhambi yoyote unaijua, natamani kufunguliwa. Kristo Yesu, niwe huru. Itanifaidia nini kusali wakati nimeshikilia mifupa fulani? Wangapi wanasema Yesu, natamani kufunguliwa leo, nirudi nyumbani kwako, miguuni pako. Nione mkono wako pamoja nami sasa. Napokwenda kufunga sasa, simama pamoja nami sasa. Naposimama, wimbo namba 110, mlango uko wazi. Ile praise team kama unaweza kaja hapa, mlango uko wazi. Napoimba mlango uko wazi, kuna watu ambao wanapiga hatua, wanasema Yesu, inawezekana kama si wewe nisingelikuwa na uhai nilio nao sasa. Nimepitia changamoto mbalimbali katika maisha. Ziko nyakati nitamani kujiua, nitamani kuasi, nitamani kuwa mtu mbaya, lakini Yesu umenifanya nikaja hapa. Jina lako litukuzwe. Una ushuhuda kusema kwa ajili ya watu kama yule Mgerasi. Lakini unawezekana uko hapa mchana wa leo, hujawahi kufanya mahusiano yako na Yesu kwa ya muhimu. Unasema nimekaa ndani ya kanisa, nimezaliwa ndani ya kanisa, sijawahi kubatizwa. Kile kitaka kujitoa, nashindwa kujitoa. Nasema baadaye, nimefika umri wa chuo sijabatizwa bado. Usifikiri ni habari njema, ni jambo la hatari. Ni jambo la hatari. Usichukulie kirahisi. Toka kwenye kaburi na kumkataa Yesu. Toka kwenye kaburi kama Wagerasi walimkataa Yesu, mmoja akakubali, akafunguliwa wale wadudu 6,000. Unaweza kawa na mdudu hata mmoja tu wa uongo, kama mdudu kamoja tu kama sengenyo, kanatosha kukuzuia uzima milele. Maana mashetani ni wadudu tu hao. Ruhusu Kristo Yesu awafukuze ndani ya moyo wako, upate kutoka ukiwa huru. Damu ya Yesu inashinda. Uwezo wa Kristo unatimilika katika udhaifu wako leo nao. Yeye ndipo anapoonekana. Tunapoimba wimbo namba 110, mlango uko wazi.
Wale wanaokwenda kubatizwa watapiga hatua waje hapa mbele. Wanaweza kuona wimbo huo. Wimbo namba 132, kitabu kikubwa, mlango uko wa wema. Wanaokwenda kubatizwa tembea haraka, nawe tumekwenda. Mlango uko wa wema. Mlango. Wale wote waliojitoa kubatizwa tembea hapa mbele mara moja. Na ikiwa hujajitoa pia njoo hapa, tutafanya mambo kwa ajili yako. Wewe ulikuwa hujui habari ya baada ya siku ya 7 ya juma Sabato, kule Kanyaga, na leo umefunguliwa katika gereza. Toka katika mapokeo, utii maagizo ya Mungu, amri kumi za Mungu. Asante rafiki, tembea mje hapa. Pia watu mje hapa, simameni hapa mbele. Simama hapa mbele mje. Na tembea mje. Unatamani kubatizwa, njoo. Unataka kutunza tu Sabato, njoo. Hata usipobatizwa leo, lakini unataka kutunza Sabato, unatamani kujifunza zaidi, njoo hapa ili tufanye maombi maalum. Bwana aguse maisha yako, upate kufunguliwa. Bwana akutendee muujiza. Asante. Bwana wabariki sana. Tembeni mje hapa. Lango kwa wazi kwa ajili yangu, kwa ajili yako. Tembea uje. Usiangalie mtu mwingine. Yesu anasema tena nikiri mbele za watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu. Hata nikuonea aibu, nami nitakuonea aibu siku ile. Gerasi ya kuona aibu, alimkimbilia Yesu. Hata wengine kukimbia wakikukataa, Yesu hatakukataa. Tembea uchi, tembea uchi. Nina matajiri wa mataifa yote, mlango wazi ajabu uliachwa wazi. Tembea, bado tunakusubiri. Wewe ni wa thamani. Yesu anasimama kwa ajili yako, anakungoja. Wazi kwangu. Msalaba wa Yesu ubebe kwa ajili yako, sio kwa ajili ya wazazi wako. Wokovu kwa ajili yako. Adamu, lango rafiki kaza mwendo, msalaba ukubali, amana ya upendo. Asante binti, barikiwa sana. Tembea uchi. Bwana kubariki sana. Ajabu kabla hujamalizia wimbo huu. Tutamalizia baada ya wimbo. Ombeni. Tufunge macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tumesimama kwa miguu yetu kukuchagua Yesu kuwa fungu letu, kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Inawezekana tumekuwepo katika makaburi ya dhambi, tumebeba mifupa mikavu, ndio marafiki zetu, maana binadamu wenzetu wametukataa. Ila Yesu, wewe unaweza kuhuisha hata ile mifupa mikavu ikaishi tena. Tumekauka kwa sababu ya dhambi. Yesu, ile mioyo yetu iliyokondeana kwa sababu ya maovu imezingirwa na mifupa ya dhambi, tumezingirwa na makaburi ya dhambi. Mchana wa leo Baba, leta ufufuo ili Bwana tupate habari njema, ushuhuda kwamba Yesu umetutendea.
Kuna mtu mmoja hapa alitamani kuja hapa mbele, kila akitaka kupiga hatua anashindwa, ila Kristo Yesu umeona pambano ndani ya moyo wake. Ninaomba Yesu umsaidie kutaka, anataka, roho iradhi, ila mwili umekuwa dhaifu, ameshindwa kujitoa, ila moyo wake unasikia unavulia maumivu anayopitia, kushindwa anakoshindwa. Baba, mpe nafasi nyingine, mpe nafasi nyingine. Tumevua. Ikiwa ulitamani kuja hapa mbele na umeshindwa, unyanyua mkono wako juu, sema mchungaji, naomba niombee. Nitamani kuja hapo mbele lakini nimeshindwa. Wakati wengine umefumba macho, endelea kuomba kimoyo, ukiombea watu hawa. Nyanyua tu mkono wako, utasipoona kwa mbali ulipo, nyanyua tu mkono. Asante rafiki, unaona mikono kule, naona mikono ile kule. Bwana wabariki sana. Ukiwa umenyanyua mikono juu, msiogope. Usiogope, mkono huo Kristo auone na malaika wa Mungu waone. Ukiwa umenyanyua mkono wako, niendelea kuomba. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, nimeona mikono mingi sana ya watoto wako. Shetani alijua amefanikiwa, amezuia miguu isipige hatua, ila hata kwa mkono unatangaza roho iradhi, bali mwili dhaifu. Tangu sasa nakuomba Yesu Mwokozi, ushike mikono ile kwa jicho la imani, kwa mkono wako ulionyooshwa, wainue katika mavumbi ya ardhi, ili Kristo, kama kuna wadudu wowote watoweke kwa jina lako takatifu Yesu. Watoto wako pale kufunguliwa, warejee kwa toba na maungamo ya dhati, warudi mikononi mwako, katika mikono iliyo salama nyumbani mwako. Naomba Yesu watakase, uwape ushindi kwa mikono ile. Yesu, majina yao uyakumbuke katika kitabu kile cha uzima, pamoja na waliopiga hatua kuja hapa mbele, wakafanya maamuzi makubwa hadharani, wakakukiri mbele za watu. Damu yako Yesu iwashindie watoto wako hawa, maana ni mashujaa kwa msalaba tayari. Wametangaza hadharani, hata wengine wasipokuja kukushukuru Yesu, hawa wamekuja kwa kupiga hatua kuja hapa mbele, na wengine kwa mikono yao. Baba, uwabariki watoto wako hao wote. Na sisi ambao tumesimama Yesu, kila mmoja unatufahamu ugonjwa wetu, tunakusihi utuguse kwa mara nyingine tena, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Uponye majeraha ya dhambi, vidonda vya dhambi, tufunge jeraha kwa nguvu ya damu yako, tupate kupona kupitia makambi haya, katika jina lako Yesu tunaomba na kushukuru, amina. Ninyi ambao mmejitoa, simameni kidogo hapa, pasa atatupa maelekezo na